Kama ambavyo mwezi wa Ramadhani ulipoandama, basi ilikuwa dunia nzima ni haramu siku inayofuatia pale kula mchana. Siku mbili hizi ni haramu sana hizi. Moja ni pale inapomalizika Shaabani, pale kuingia kwa Ramadhani, siku ile ya Ramadhani mosi ile, kwa dunia nzima madhal habari imefika, inakuwa ni haramu kula mchana siku ile. Na ikiwa mtu atakula mchana siku ile kwa makusudi, hana hoja yoyote ya kisheria, habari anazo kwamba duniani watu wameshaingia katika Ramadhani, akenda kala mchana siku ile, basi hawezi kuilipa siku ile, hata kama atafunga mwaka mzima au kama atafunga milele. Madhali makusudi, siku ile hailipiki tena. Kama ilivyokuwa katika swala, huwezi kulipa swala iliyokupita makusudi, na vile vile ibada ya funga kama imekupita makusudi huwezi kuilipa vile vile, ikiwa ni makusudi. La kama itakuwa unaishi juu ya sheria, mambo ya kusahau, mambo ya kutopata habari, mambo ya kuumwa, kwamba ulikuwa msafiri, haya ni mambo yamo ndani ya sheria. Imekuwa sasa umumu wetu sisi ibada ya funga, ndipo kila mwezi wa Ramadhani unapokuja ndiyo imesababisha mtengano, badili ya kuvutwa watu kwa kitu kimoja. Hapo sasa ndo farka inayokuja. Kuna wengine leo wanahesabu Ramadhani yao kuwa ni ya 22, kuna wengine ya 20, kuna wengine ya 21. Kila mmoja na hesabu yake duniani. Badili ya funga kuwavuta kwa kitu kimoja, basi funga imesababisha kupotea. Wa in ta'jab fa'jab dhalika, ikiwa wataka kustaajabu listaajabie hilo. Na wallahi kama utawakusanya waislamu wote, hebu tukusanye fatwa ambazo zinasababisha kutengana katika ibada ya saumu hii. Sisi tunapoteana wapi? Kama zitakusanywa ibada fatwa, utakuta ni fatwa ya msingi inayoweka watu kando. Kwa nini wasifunge siku moja duniani na wasifungue siku moja duniani? Huwezi kukuta sababu ya msingi inayotofautisha hivyo, isipokuwa ndani yake ukenda deep utagundua kwamba kuna khitilafu duniani za kisiasa. Mathalan, nchi fulani imetofautiana kisiasa na nchi fulani, basi siasa ile imetumbukizwa mpaka ndani ya ibada ya Mwenyezi Mungu. Hawakubaliani kabisa. Hoja ya kidini inamalizika kabisa, pakupenya na kuhapana tena. Sasa tena inabidi kisiasa. Sasa kuna baadhi ya wakati Msuudi hakubali kupata habari Yemen, kwa sababu kuna kiliki vyogo siku hizi baina yao. Kuna baadhi ya wakati Msuudi hakubali kupata habari Sudan, kwa sababu kuna wakati fulani hawafahamiani kisiasa. Kuna wakati fulani Misri na Msudani hawafahamiani kisiasa. Basi inapoingia ibada ya Mwenyezi Mungu, hali ya kuwa ni Waislamu wote wale, basi inasababisha kugongana vichwa pale kwa yule, kila mmoja na lake. Hii ibada ya funga imeletwa makusudi kuja kuwasawazisha watu wawe kitu kimoja katika siku watapoteana. Ukiingia mwezi wa Ramadhani unawavuta kwa nguvu wawe kitu kimoja. Basi la kustaajabisha duniani imekuwa Ramadhani ndiyo kitu kinachofarikisha watu. Utagundua baadhi ya wakati siasa inakuwa zaidi, na baadhi ya wakati inakuwa ni ujinga umetawala zaidi kwa Waislamu. Ujinga kutokusoma, ni kutokuelewa hadithi za Mtume vilivyo, na kutokuelewa lugha ya Qur'ani vilivyo. Lugha ya Qur'ani kama ukifahamu vizuri, basi utakuja kuzama, utapotea vibaya sana katika dini ya Mwenyezi Mungu. Lazima uielewe vizuri lugha ya Qur'ani, makusudio yake, sarfa zake, mantiki zake, kila kitu chake kile vilivyo. Akitamka tamko Mtume, ujue hapa pamekusudiwa hivi. Na wakati mwingine inakuwa ni jeuri. Sasa kwa nini tuwafate watu fulani? Wakati mwingine jeuri, wakati mwingine kama kabila, hasa kabila fulani linafanya hivi, sisi tutafanya hivi.